watu wengi hawajui kweli. Yaani kazi kubwa anafanya Mangungu na sifa mtu mwingine. Leo tumesema hapana, tuweke wazi. Watu Tanzania na mtazamaji wa Spurs Online TV, uhaligani popote pale ulipo. Moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa ni presi ya mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club ambayo wamezungumza maneno yamekuwa gumzo mtandaoni, watu wengi wakizungumza, kila mmoja akizungumza lake, mashabiki wa Simba wakizungumza lake, na moja kati ya mashabiki ambao walikuwa wakizungumza siku ya leo ni pamoja na Dr. Mo. Alizungumza sana na mashabiki wengine wa Simba wakizungumza yale ambayo yanapitia kwa sasa, wengine wakimpa Mo Dewji masaa 72 aweze kuachana na Simba Sports Club. Simba sio Simba kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme? Na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela. Kwanza hatudai. Unanielewa? Ni Mohamed Dewji kutoka mbele na kuzungumzia hili swala kwa sababu ni swala ambalo linahusiana na maslahi ya umma, limeshasambaa mtandaoni, lakini kwa ajili ya yeye mwenyewe kujisafisha, tunaita reputation yake kuiweka sawa, pamoja na taswira ya klabu, anatakiwa aje atoe ufafanuzi kwa sababu pia fedha zinazotajwa hapo ni nyingi. Wakimpa Mo muda tu aachane na Simba Sports Club, lakini kuna baadhi ya mashabiki nikaamua kukusanya maoni wakidai kwamba si sahihi. Hivyo basi ikaashiria kwamba pale Simba Sports Club kuna mpasuko kati ya mashabiki na mashabiki, na kuna mpasuko kati ya mashabiki na viongozi, na pia kuna mpasuko kati ya viongozi na viongozi, na pia kuna mpasuko kati ya viongozi na wachezaji, kwa maana ya kwamba Simba mpaka sasa hivi kimfumo haijakaa sawa. Lakini kuna pia Haji Hassan Manara alinukuliwa akisema kwamba kwa haya ambayo yanaendelea, aliyekuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, ambaye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, rais wa Dar es Salaam Young Africans, aweze kutatua mgogoro ambao unaendelea pale Simba Sports Club. Kivipi? Kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, akatatue mgogoro ambao unaendelea kule mtaa wa Msimbazi, kitu ambacho ni kigumu, ijapokuwa wengi walifukua makaburi na kusema kwamba kabla ya hapo Engineer Saidi aliwahi kuzungumzia Simba alipokuwa kwenye mkutano wake kule, nafikiri ni Morocco, na wana Simba kaamini kwamba akizungumza Engineer Saidi kuhusu Simba ni kwamba anaichafua Simba zaidi na hahusiki na Simba, kwa nini azungumzie Simba. Hivyo basi ikatia hofu kwa kauli ya Haji Hassan Manara kwa Engineer Saidi kuweza kuingilia kati mgogoro wa Simba Sports Club, yeye kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kwa maana hiyo kuna mambo mengi yanaendelea, na mimi sitakuwa na mengi sana, nitakuwa na kuwekea baadhi ya maneno ambayo mashabiki wakiwa wanaongea kwa hisia na huzuni kweli kweli. Kuna GSM, si ndio? Yanga inasonga wapi? Inasonga mbele. Sasa Simba tunatakiwa tuondokane na nini? Na hii notion au tunaita long in perception ambayo tumefeed katika nini, katika vichwa vyetu. Kwa hiyo ili kuiondoa hii, mambo yafuatayo natakiwa tuyaangalie na tuyazingatie sana. Simba bila Mo inawezekana, tusidanganyane. Mpira sasa hivi ni biashara. Kila mtu anahitaji kuwekeza kwenye nini, kwenye hivi vilabu. Baada ya hapo shabiki wa Simba Mandala naye akawa na maoni tofauti akisema kwamba huyu Dr. Mo ambaye kwa sasa hivi anamkataa Mo, yeye ndo alikuwa wa kwanza kumsifia Mo wakati ule watu wanamkataa Mo. Mtu mwingine leo tumesema hapana, tuweke wazi. Watu Tanzania waelewe. Sisi tuko pamoja na mwenyekiti Mangungu, apige kazi na Mangungu apepewe tena. Akaonyesha namna gani watu walivyokuwa wanaangalia maslahi yao, kwa maana kwamba pengine kuna mtu ashapata maslahi. Lakini licha ya hivyo akazungumza na kusema kwamba si vizuri kuweza kuzungumza hivyo, kwa sababu kwa kauli ambao shabiki wa Simba anasema kwamba Mo afai, Mo sikafanyaji, lakini ni kama wanakufuru, wanasahau ni wapi Mo Dewji ameweza kuwatoa, kiasi kwamba wanamdharau na kumuita Muhindi wala si Mo tena, na wanadai kwamba kwanza hawadai hata shilingi yoyote. Kwa hiyo wameona kwamba ni maneno ya mzaa fedhea kwa Mo Dewji, kiasi kwamba kwa haya ambayo yanaendelea ni kama wamesahau ni wapi Mo Dewji alipowatoa, kitu ambacho kinakuwa kama mashabiki wa Simba hawako pamoja. Kuna wengine wako kwenye upande wa Mo Dewji aondoke, yaachie Simba yao, lakini kuna wengine wanasema kwamba hapana, tunamtaka Mangungu. Na hawa kina
Dr. Mo leo hii ndio wanaomtetea Mangungu, wakiamini kwamba Mangungu hana shida yoyote katika klabu, na Mangungu hahusiki kwa chochote, na mtu ambaye wanaamini anatakiwa aondoke mitaa ya Msimbazi ni Mo Dewji. Mo Dewji ameonekana ni moja kati ya kikwazo, na pia imeonekana kuna pesa ambazo Mo Dewji anazidai, na mashabiki wa Simba walikuwa wanazungumza kwenye press hii ni kwamba hawafahamu lolote kuhusiana na fedha hizo. Hawafahamu kama Mo Dewji anadai kiasi chochote cha fedha na hawana taarifa. Na hapa tunamsikia Mandala naye akitoa maoni yake tofauti na wengine. Hivyo kuna ukinzani ambao unaendelea baina ya wanachama, baina ya mashabiki kwa mashabiki. Nimekuwekea hapa, sikiliza anachokizungumza Mandala. Na pesa kina Dr. Mo imenisikitisha sana. Imenisikitisha kwa sababu tunachafua upande mmoja, tunasafisha upande mwingine. Na hii ndo tatizo kubwa la Simba. Simba ina upande huu na upande huu. Ndio sababu kubwa Simba yetu sisi kufanya vibaya. Leo hii unapokuja kusema Murtaza Mangungu ana makosa, mimi nakushangaa. Unapokuja kudiriki eti Murtaza Mangungu ana makosa, na kushangaa. Kazi ya Mangungu unaijua ni nini? BMT nasemaje? BMT nasema inamtambua mwenyekiti upande wa wanachama, ndo mwenyekiti wa mwisho topo mwenye nguvu. Kwa nini mwenyekiti wa wanachama kubali kuwa hana nguvu ndani ya klabu? Leo hii matatizo ya Mangungu Mo hawezi kuyaongea, wala Magoli hawezi kuyazungumza. Matatizo ya Mo au Magoli Mangungu hawezi kuongea wala hawezi kuyazungumza. Tafsiri yake kwamba watu ni wamoja, na huu mgawanyiko wa kuwa upande wa wanachama na upande wa bodi ndio shida ndani ya Simba. Kwa nini tunashindwa kuongea ukweli? Kwa nini tusililie katiba? Kwa nini? Hebu tuchukue mfano wenzetu Yanga mfumo wao ulivyo, kwamba rais wanaomchagua yeye ndo anakuwa mwenyekiti upande wa bodi, yeye ndo mwenyekiti upande wa wanachama. Kwa hiyo mwenye kauli ni mmoja tu. Wana Simba, tuache kudanganyana, tuache kupotoshana. Ukweli ule kuwepo, Simba inahitajika tuwe na kiongozi mmoja mwenye kauli. Katiba ibadilishwe. Katiba ibadilishwe. Leo kina Dr. Mo anakwambia Mohamed Dewji tena anamuita muhindi na kumdharau. Washasahau kwamba huyu Mo ndo kaitoa Simba chini, tunachukua ubingwa misimu 4 mfululizo. Tushasahau huyu Mo ndo kasababisha kuleta revolution ndani ya Simba, kucheza robo finali karibia mara kibao ndani ya Simba. Sijasema kwamba Mo ana matatizo. Shida ya Simba ni viongozi wa Simba, kuanzia upande wa bodi na upande wa wanachama. Mangungu ni mwenyekiti wa Simba, hapaswi kukwepa lawama. Lawama za Simba zinamhusu 100%. Yeye ndo mwenyekiti upande wa wanachama. Alaumiwe nani? Leo unakuja unataka umsafishe eti Mangungu ana makosa. Ana makosa kwa forward. Kwa nini ana makosa? Hatuwezi kukubali sisi Simba anateketea kisa kusifia mtu tu, kumsifia mtu. Simba inafanya vibaya misimu 4 mfululizo. Tunafungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Mwenyekiti akiwa Murtaza Mangungu, afu nasema eti ana makosa, Mangungu apepewe. Shida ya Simba ni viongozi wa Simba, upande wa bodi, upande wa wanachama. Upande wa bodi, upande wa wanachama ndo shida ya Simba, na ndo maana lao ni moja. Mangungu hawezi kuongea matatizo upande wa bodi. Bodi hawezi kuongea matatizo upande wa Mangungu. Simba nazidi kudidimia. Mnatumika ili muiumize Simba.